Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi yetu kwenye kipato cha kati cha juu. Ili kufikia azma hii, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa. Mathalan, serikali imeweka sera sahihi, imejenga miundombinu, imeimarisha taasisi na kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Matokeo yake, tunashuhudia viwanda vipya vikiendelea kujengwa, uzalishaji ukiongezeka, ajira zikiongezeka na bidhaa za Tanzania zinaendelea kupata nafasi kubwa zaidi katika masoko ya kimataifa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, katika siku za hivi karibuni nchi yetu imechukua hatua nyingine muhimu ya kuanzisha alama maalum ya bidhaa za Tanzania, yaani Made in Tanzania. Alama ambayo ni biashara pekee, si biashara pekee bali heshima ya taifa, kwani inatambulisha ubora wa bidhaa zetu. Ninatoa wito kwa wazalishaji wetu wote kuitumia ipasavyo alama hii ili kujenga hadhi ya bidhaa za Tanzania na kuongeza ushindani wake katika masoko ya dunia. Ili kutoa mchango stahiki katika utekelezaji wa Dira 2050, tunahitaji kufanya mabadiliko makubwa zaidi katika sekta ya viwanda na biashara. Ni lazima kufanya uzalishaji wa bidhaa zenye thamani kubwa na kutumia teknolojia za kisasa katika uzalishaji. Ni muhimu pia kuongeza ubunifu ili kuanzisha kampuni zitakazozalisha bidhaa zenye ubora na ushindani katika masoko. Aidha, masuala ya utafiti, ubunifu na matumizi ya akili unde, yaani artificial intelligence, biashara za kidigitali na mifumo ya kisasa ni lazima viwe sehemu ya ukuaji wa uchumi wetu. Ifikapo mwaka 2050, tunataka DITF isiwe mahala pa kuonyesha bidhaa pekee, bali kitovu cha ubunifu, utafiti, teknolojia na biashara za kimataifa. Mahala pa kuonyesha zaidi, mahala pa kuunganisha wawekezaji na wabunifu, mahali zinapozinduliwa bidhaa mpya za Tanzania kwa soko la dunia na jukwaa la wafanyabiashara wa Tanzania na Afrika. Ili kukuza uzalishaji na kuimarisha sekta ya viwanda, ni muhimu kushughulikia suala la upatikanaji wa mitaji. Serikali inatambua kuwa kumekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza viwanda vidogo na vya kati. Hivyo ni muhimu taasisi za fedha zijielekeze zaidi katika sekta hii, hususan viwanda vidogo vidogo, kwa kuweka masharti ya mikopo ya upendeleo kwa viwanda vidogo na vya kati. Katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, maonyesho ya Sabasaba yametujengea msingi wa ushindani wa kibiashara. Yamechochea ukuaji wa biashara na kujenga uwezo wa wafanyabiashara na kuimarisha uhusiano baina ya wazalishaji na walaji. Katika safari ya kuelekea mwaka 2050, ninaitaka DITF kuimarisha mchango wake wa kuyafanya mashindano haya kuwa miongoni mwa maonyesho makubwa zaidi ya kibiashara duniani, yakiweka Tanzania kama kitovu cha biashara, uwekezaji, ubunifu na viwanda barani Afrika. Katika kipindi hiki cha miaka 50, jukwaa hili zimezalisha fursa zenye thamani ya takriban trilioni 129.231 zikichochea ukuaji wa uchumi na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika ramani ya biashara ya kimataifa. Usiku wa leo tunalenga kutambua na kuthamini juhudi za wale wote wanaotoa mchango wa kufanikisha maonyesho haya. Tunzo za usiku huu ni alama ya shukurani kwa kutambua michango ya wadau mbalimbali ambao baadaye watatajwa. Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi, tunatambua kuwa TanTrade ni taasisi muhimu katika kufanikisha dira ya miaka 2050, hususan katika sekta ya biashara na diplomasia ya uchumi. TanTrade ni daraja linalounganisha sekta zote za uzalishaji na masoko kimataifa, kikanda na kimataifa. Kwa kutambua hilo, tayari tumeshazindua na tumeshaanzisha rajamu ya Tanzania National Brand, na tunaendelea na kampeni ya kuhamasisha wazalishaji wote, viwanda vyetu vyote vilivyopo hapa nchini kutumia chapa hii ili kuinua Tanzania katika ramani ya soko la kimataifa, National Brand Positioning. Leo tumekutana si kwa ajili ya kuangalia tulipotoka pekee, bali kwa ajili ya kuwatambua na kuwashukuru watu, taasisi
na wafanyabiashara waliofanya safari hii ya miaka 50 iwezekane. Sisi kama sekta na taasisi zetu peke yetu hatujengi biashara. Sera zetu peke yake haziuzi nje ya nchi. Uwekezaji wetu peke yake haufungui masoko. Tumefanikiwa kwa ushirikiano wa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi. Wafanyabiashara waliothubutu kuwekeza mitaji yao, kuzalisha bidhaa, kukidhi viwango na kuingia katika masoko mapya ndio wamebeba mafanikio ya miaka 50. Ndio maana usiku wa leo ni usiku wetu sote na sio TanTrade peke yake. Kwa wazalishaji wetu, wauzaji wa bidhaa nje ya nchi, wakulima, wafanyabiashara, taasisi zote tunazoshirikiana, washirika wa maendeleo, jumuiya za wafanyabiashara, kampuni na wawekezaji, wabunifu na taasisi zote ambazo zimetembea pamoja na TanTrade katika safari hii, leo katika usiku wa dhahabu tunasema asanteni sana.